Biblia inasema Bwana alipomuumba mtu akambariki, akamwambia zaa uongezeke. Kwa Bwana anamtazama nyakati zote mwanadamu katika hali ya maongezeko, hajawahi kumtazama katika hali ya kushindwa. Kwa jione ni mtu ambaye amefanikiwa wakati wote, ni mtu ambaye amebarikiwa kwa namna ya kipekee sana. Napozungumza siri ya mafanikio, ninazungumza siri za kiroho au nguvu za kiroho. Mafanikio ya aina yoyote yanategemea sana siri. Unajua kitu gani? Una siri zipi namna kufikia ushindi wako? Pasipokuwa na siri ya kufikia ushindi hutajua chochote. Haleluya. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Hagai sura ile ya 2 mstari ule wa 6 hadi wa 7 hadi wa 9. Hagai 2:7 hadi 9, Biblia inasema, nami nitatikisa mataifa yote na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja, nami nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani, Bwana asema Bwana wa majeshi. Hayo ndo mawazo ya Mungu kwa kanisa lake. Hajawahi kuwa na mawazo mabaya juu ya maisha yako. Yeye anakuwazia mema wakati wote. Anajua mwanzo wa siku zako na mwisho wa siku zako. Anajua kutoka kwako na kuingia kwako. Anazibariki njia zako na kazi zako za mikono. Anabariki makao yako na mahali pa maongeo ya mifugo yako. Na chochote ambacho mkono wako unakigusa, yeye anakibarikia. Na hilo ndio wazo jema la Mungu kwa mwanadamu. Hajawahi kuwaza ubaya hata mara moja. Ubaya wote ambao unaona juu ya maisha yako unatengenezwa na wakuu wa giza. Unatengenezwa na mapepo na shetani mwenyewe, ndio mtengenezaji wa mambo kama hayo. Yeye anafurahi sana kuona watu wanaishi katika hali ya majonzi, katika hali ya taabu. Anapenda sana kuona watu wanagombana, watu wanazozana. Ibilisi kazi yake ni kuona watu wanapigana. Anataka kuona damu zinamwagika. Magonjwa kama Ebola, kama corona, magonjwa ya ajali, kuna ajali za ajabu ajabu. Yeye ndo anapenda kuona vitu kama hivyo ambavyo vitawapelekea watu kwa na huzuni wakati wote, hata kwa na furaha. Lakini nasema furahia wema wa Mungu ya maisha yako. Na unahitaji kumwona Mungu ashikaye maagano, atendaye miujiza, ambaye anazungumza kwa hali ya maisha ya mwanadamu. Anazungumza kwa habari ya afya yako na kwa habari ya uchumi wako. Anazungumza kwa habari ya marinzi yako. Anasema utakuwa na amani wakati wote. Hao ndio mawazo ya Mungu kwetu. Anasema baraka za mataifa nitazitikisa juu ya kanisa la Mungu, na zitakuja juu ya kanisa la Mungu. Na mwisho na utukufu wa nyumba hii utakuwa ni mkubwa kuliko ule utukufu wa mwanzo. Kwa hiyo Bwana anatamani kuona wewe unakuwa nuru ya malimwengu. Unaangaza kwenye mji wako na kwenye mtaa wako. Wewe unakuwa kionjo, unakuwa radha. Hii dunia yako itambue kwamba unaye Mungu atendaye mambo ya ajabu. Mungu ajibuye kwa moto, ambaye hajawahi kushindwa hata mara moja. Hayo ndio mawazo ya Mungu. Anajivunia watu wenye nguvu mno. Ndio maana anaweka nguvu ndani yako. Anaweka upako wa mafanikio ndani yako. Huu upako uko juu yako, ni kuuchukua tu. Kuna namna mbalimbali za kuchukua na namna mbalimbali za kuingia kwenye mafanikio. Tutaziangalia hapo mbele ya safari. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Nazungumza siri ya mafanikio sehemu ya pili. Siri ya mafanikio sehemu ya pili. Jambo la kwanza, ili kufanikiwa katika maisha yako, unahitaji kumpenda Mungu wako kwa moyo wako wote. Pende Mungu huyu atendaye mambo ya ajabu. Tena umpende kwa kumwamini. Umpende kwa kutambua nguvu zake na uwezo wake. Pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote.
utaona matendo ya ajabu jinsi Mungu anavyofanya. Kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 6 mstari ule wa 4 mpaka wa 9 anasema, sikiza Israeli, Bwana Mungu wako Bwana ndiye mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Na maneno haya yanayokuamuru yatakuwa kinywani mwako, uyaandike kwenye mimo ya marango yako kwenye nyumba yako, na uyafunge kwenye mkono wako, yatakuwa kama utepe, kama jinsi ambavyo unaona saa, na uwafundishe watoto wako. Ndio maana leo tunazungumza mahali hapa juu ya mafanikio ya kiungu, kwamba Bwana ana uwezo wa kubariki maisha yako na anaweza kukushangaza. Hauna fedha, atakupa fedha. Hauna nyumba, atakupa nyumba. Hauna shamba, anakupa shamba. Hauna afya, anakupa afya. Hauna dhahabu, anakupa dhahabu. Hauna kazi, unapewa kazi. Haleluya! Yeye ni Mungu akufanikisha, ni Mungu akuongeza. Hajawahi kushindwa hata mara moja. Anawainua washindwa na kuwafanya kwa washindi. Ndio maana tunashinda zaidi ya kushinda. Tunahitaji kumpenda Mungu huyu kwa namna ya kipekee sana. Na unapompenda Mungu huyu kwa namna ya kipekee sana, utaona matokeo yasiyo ya kawaida. Pendo lako kwa Mungu linakwenda kuleta mabadiliko yasiyo ya kawaida. Dunia yako inahitaji kujua na inahitaji kutambua. Dunia yako inahitaji kujua kwamba Mungu aliye naye si wa kawaida. Katika Luka sura ya 12 mstari ule wa 31 hadi 34, anasema, mtafute kwanza Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Unapomtafuta kwanza Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa, inawakilisha pendo lako kwa Mungu, kwamba kweli unajua na unatambua na unathamini na unamjua huyu ni nani ambaye anamtumikia. Haleluya! Hatunaga Mungu akinyonge. Mungu wetu sisi sio mnyonge. Kuna watu wanaabudu midori. Kuna watu wanahirizi kwenye maisha yao ili waendeshe mipango yao. Wengine wameandaa wachawi, wameenda kwa waganga wa kienyeji ili wapate kufanikiwa. Shetani hawezi kutoa kitu chema nyakati zote. Shetani akikupa kitu, anataka uzima wako, anataka afya yako, anataka uhai wako, anataka uhai wa uzao wa tumbo lako. Unaingia mkataba naye kwa vitu vya duniani ambavyo vinapita, ambavyo Mungu anasema, nitatikisa baraka za mataifa. Yale yote ambayo anatamaniwa na watu wa mataifa, yale yote ambayo watu wa mataifa wanatamani vitu vizuri, wanatamani fedha, watu ambao hawana Mungu ndani yao. Sasa ili wapate hivyo vitu, wanaamua kumwaga damu, wanaamua kufanya ujambazi, wanaamua kuiba, wanaamua kutapeli, wanafanya dhuluma, wengine wanafanya ushoga. Yaani kila mmoja anafanya vyote vile ili apate fedha, anauza nafsi yake. Lakini wewe anasema, nitazitikisa, zitakufuata, na amani yangu itakuwa juu yako, na utakula na utafurahia baraka za Mungu. Haleluya! Nazungumza kufanikiwa kimungu. Unafanikiwa kimungu bila hata kupoteza chochote. Na unawaambia watoto wako kwamba Mungu ni naye ndiye anayebariki maisha yangu. Ndio unawafundisha watoto wako ketipo katika nyumba yako. Haleluya, haleluya. Tunahitaji kuwajulisha watoto wetu ajue Mungu huyu ana sehemu gani juu ya maisha yao, anafanyaje juu ya maisha yangu mimi, ili watoto wamuone Mungu tuwe naye. Mungu wetu ni Mungu wa ajabu sana. Matendo yake yanatisha kama nini. Yeye halinganishwi na kitu chochote. Anaweza kumtoa mtu mnyonge chini na mnaye akamuinua. Anamtoa mtu kwenye majangwa ya kiroho, anamtoa kwenye jangwa ya kiroho, anamtengenezea nchi ya uzuri kwenye jangwa lile. Na anasema kwenye jangwa lako itakuwa ni nchi ya uzuri, itakuwa ni bustani, na patakuwa ni mahali pa chemichemi, mahali pa kula na kunywa. Ndio maana Mungu anazungumza na washindi wakati wote. Anamwambia Hezekia, unaionaje mifupa hii? Je, yaweza kuwa hai mifupa mikavu kwenye uwanda wa mauti? Lakini Bwana, Hezekia anasema, Bwana unajua wewe. Mahali pa kifo unatokeza uzima, unajua wewe. Kwamba kweli najua mambo yote, hakuna neno gumu la kunishinda. Akamwambia, anza kutabiri Yeremia. Yeremia akaanza kutabiri kwa habari ya mifupa mikavu. Kwenye uwanda wa mauti ukatokea uzima, jeshi kubwa likainuka likaondoka. Nazungumza juu ya maisha yako. Bwana kwenda kuinua maisha yako. Hautakuwa yule wa jana na wajuzi. Yeye ni mtenda miujiza, anajua njia yako ilivyo. Umekaa kwenye uwanda wa mauti hapa, unaondoka si mahali pako.
kwenye nyumba unaofisha, kwenye watu wanaokula watu, hapo si mahali pako. Utakuwa mzima, utakuwa salama, utasonga mbele. Haleluya. Biashara yako haiendi, umekaa mahali pa ukame, na kuambia hivi, tunaye Mungu asiye kawaida, anakwenda kufanya mapinduzi asiyo kawaida juu ya uchumi wa mtu. Uchumi wako unakwenda kubadilika kuanzia sasa. Ulikuwa unamiliki kidogo na kwenda kuongezeka mara 100 zaidi. Yeye ni Bwana wa kufanikisha, hajawahi kushindwa hata mara moja. Yeye anashughulika na wadudu warao, anakemea wadudu waharibifu, anakemea mapepo maraji, mapepo ya chuma ureta anakemea. Anasema nitatakasa, nitabariki uwanda wako wa kutengenezea, wa kupuria ngano, na utapepeta ngano yako mwenyewe. Haleluya, haleluya. Anasema enyi kundi dogo, msiogope. Kwa nini? Mnaye Mungu. Yesu Masihi anazungumza, tafuta kwanza ufalme wa Mungu, maana mpende kwanza Mungu. Huyu ndio siri ya mafanikio. Siri ya kwanza ni kumpenda Mungu, ni kumwishia Mungu, ni kumtumikia Mungu, ni kutenda sawa sana mkwambia tenda. Anakuambia usiogope, kundi dogo, uzeni mlivyo navyo, toa sadaka. Hebu mtumike Mungu kwa mali zako, utaona Bwana akiponya maisha yako. Unapokuwa una nguvu ya kumfanya Bwana ibada, fanye Bwana ibada. Wahi asubuhi na mapema sana. Unakuja ni ibada ya asubuhi, basi rauka asubuhi na mapema. Saa 12 umeanza kujiandaa, unakuja mahali hapa. Ukiweza saa 11 unakuja mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Saa 12 unakutikana mahali hapa, unaanza kujiandaa kwa ajili ya ibada. Fanya kila kitu kwa kumaanisha, fanya kwa viwango vya hali ya juu sana. Nahitaji kumwona Mungu huyu anatenda mambo ya ajabu, yasiyo ya kawaida. Haleluya. Anakwenda kushangaza watu, anakwenda kunua mtu mmoja mwenye kiu ndani ya moyo wake. Unataka Mungu afanye nini maisha yako? Yesu anasema tafuta kwanza ufalme wa Mungu, na hayo yote mtazidishiwa, ambayo mataifa wanayatamani sana yawe sema maisha yao. Na anasema yatakuja, nitazitikisa hizo baraka. Yani kama vile mtu unapotikisa udondoshe maembe, na ndivyo nitazitikisa hizo baraka zitakuijiria. Kwa hiyo Mungu unapompendeza, kumfurahisha, anachokifanya ni kufanya tikisiko tu. Kisha tikisa mbingu namna ile, mbingu zinadondoza baraka zako. Afya yako itashanua, mambo yako yataenda, mawazo yako yataongezeka, fikra zako zitakuwa njema. Utatazama kiungu, utatembea kiungu, utatembea kifalme, kwa ni mwana wa ufalme. Haleluya, haleluya. Jambo la pili ni utii na unyenyekevu kwa Mungu huyu. Ndio maana kwenye maisha yako Mungu awe wa kwanza kwa kila jambo unalotenda. Jambo la pili la siri mafanikio ni utii na unyenyekevu. Ili tuweze kufanikiwa ni kusikia Mungu anazungumza nini, alafu amini anachokizungumza. Katika Yakobo sura ya 4 mstari ule wa 7 anasema, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Utii na unyenyekevu kwa mwabudu Mungu namna ile, utaona mabadiliko ya kawaida. Tunahitaji dunia hii ibadilishwe, na haitabadilishwa na mtu yoyote, inabadilishwa na mtu aliyeokoka. Anasema nawaachieni amani, na amani yangu ikae ndani yenu. Kwa hiyo sisi ni wabeba amani. Amani ya dunia inategemea sana kanisa. Kanisa likoje, jinsi kanisa lilivyo, na ndivyo amani ya ulimwengu inakaa. Kanisa likijaa vurugu, dunia inajaa vurugu. Kanisa likijaa mafanikio, dunia inajaa mafanikio. Kwa hiyo sisi ni hazina ya ulimwengu, ni furaha ya ulimwengu, ni tunu ya dunia. Haleluya, haleluya. Ndio maana wewe ni chumvi ya dunia, ni nuru ya ulimwengu. Tunahitaji kuinuka na kuangaza, ili ulimwengu ujivute nyuma yetu. Watu wajue kwamba Mungu huyu si Mungu wa kawaida, ni Mungu wa kuinua, ni Mungu wa kufanikisha, ni Mungu mponyaji wa ajabu. Lazima basi mtiini Mungu, mpigeni shetani naye atawakimbia. Kwa shetani hawezi akakimbia bila kumtii Mungu. Unapomtii Mungu namna ile, shetani anatoroka hata kama alipako. Hiyo ni siri ya pili ya mafanikio. Siri ya tatu ya mafanikio ni uaminifu wako kwa Mungu wako na kwa watu na kwa viongozi. Bwana Yesu atusaidie. Siri ya tatu ni uaminifu wako kwa Mungu wako na kwa viongozi wako na kwa watu ambao wanakuzunguka.
Kitabu kile cha Mithali sura ile ya 9, sura ya 3, Mithali 3 mstari ule wa 9 na wa 10. Lazima muheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko yako, na ndipo ghala zako zikapongezeka mno. Haleluya, haleluya. Na mstari ule wa 5 katika Mithali 3 hiyo hiyo, lazima mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Kwa lazima uweke tumaini lako kwa Mungu huyo ambaye tunamtumainia. Yeye ni Bwana ambaye anapoangalia maisha yako, anaangalia amani ndani yako, anaweka marinzi ndani yako, anaweka uponyaji ndani yako, anaweka mafanikio ndani yako. Hawezi kukutenganisha wewe na baraka zako za mikono, na kazi yako ya mikono hawezi kutenganisha nayo. Bwana Yesu atusaidie. Na ndio maana unahitaji kuwa mwaminifu sana katika masuala ya utoaji wa zaka na sadaka. Bwana akujalie neema sana kumtolea Mungu zaka na sadaka. Na uzungumza zaka na sadaka, sadaka ni jumla mambo yote. Kuna sadaka za shukrani, kuna sadaka za vikwanza, kuna sadaka za nadhiri unahitaji kumtolea Mungu. Kuna zaka, kuna sadaka za majenzi. Zaka ni sehemu ya 10 ya kila ambacho nakipata, ndio tunaita zaka. Sadaka ni ile inayotolewa kwa moyo wa hiari. Tunapozungumza tuna majenzi mahali hapa, haijalishi tulitoa jana, tulitoa juzi, tunatoa tena na tena. Bwana Yesu atusaidie. Kwa mfano, wanaohudhuria ibada zote 3 au ibada 3 kwa siku, tuna ibada 3 kwa siku. Sasa ibada ya kwanza anatoa sadaka, hasemi nilitoa asubuhi. Ibada ya pili anatoa sadaka. Ibada ya 5 anatoa sadaka, hasemi nilitoa sadaka asubuhi, nilitoa mchana situisa. Anatoa tuko kadi ya alivyo navyo, na tunajipanga namna hiyo. Na jinsi unavyozidi kumtolea Mungu sadaka, na ndivyo mfuko wako ambapo hauishi. Haleluya. Nimemwona Mungu akifanya mambo kama haya. Ni tendo la kimaamuzi tu, kwamba sasa hivi nitakuwa natoa sadaka kiasi fulani. Unapanda namna hiyo. Tumezoea sadaka ni shilingi 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, umetoa sana 10000. Lakini tunaenda zaidi ya hapo. Sadaka kuna 1,000,000 ni sadaka, 100,000 ni sadaka, sadaka hiari. Unatoa 1,100,000 sadaka za hiari. Bwana Yesu atusaidie. Nafikiri umeona makanisa kama haya, mtu mmoja ama kujenga kanisa. Mmoja anasema nitajenga kanisa. Na inakuwa, na inawezekana tu. Kama mtu anataka kujenga kiwanda cha kwake, kwa nini simjengee Mungu kanisa lenye sawa na 1,100,000, 1,200,000, 1,500, bilioni 2, bilioni 3? Mtu anajenga tukakuwa amebarikiwa. Na anazungumza na watu waliobarikiwa. Nazungumza na watu ambao wanahitaji kufikia siri ya mafanikio. Ndio maana mbingu inazungumza juu ya matajiri walioko ndani ya kanisa. Kama ninyi matajiri mliko ndani ya kanisa, mnahitaji mtumie mali zenu kwa halali. Mtumike Mungu mali zako. Maana yake ndani ya kanisa kuna mabilionea. Tunahitaji kuona mabilionea wanainuka ndani ya kanisa. Watainuka mabilionea. Ndio maana asili ya mafanikio, na kuelekeza kwamba Mungu peke yake anaweza kumfanikisha mtu na akafurahia na mali yake na asijute hata mara moja. Haleluya, haleluya. Hebu nikuonyeshe kitu kimoja kwenye kitabu cha Misari. Misari ile sura ya 10 mstari ule wa 22. Nataka uangalie kwa kusoma mahali hapo kama ilivyoandikwa mwenyewe, uone jinsi ambavyo Mungu anatenda mambo ya ajabu na miujiza na ishara. Yeye hajawahi kushindwa neno. Misari 10:22 anasema, yeye anasema baraka za Bwana, baraka ya Bwana hutajirisha, wala hachanganyi huzuni nayo. Malaki tunapozungumza sina mafanikio, nazungumza baraka za kiungu, kwamba baraka ya Bwana hutajirisha. Tena baraka za Bwana sio baraka moja tu. Baraka za Bwana hutajirisha, wala hachanganyi huzuni nazo. Katika Mithali 18:18 anasema, utajiri na heshima ziko kwangu, namu utajiri udumuo na haki pia. Nasema mwana mpotevu, geuka kuanzia sasa. Njoo kwa Yesu anayefanikisha kwa namna ya kawaida. Acha kuzitazama mali kwa namna ya kidunia. Unaanza kutafuta mganga kienyeji yuko wapi? Njoo kwa Yesu. Yesu anakuita, sikia sauti yake asubuhi. Bwana aponye moyo wake. Bwana abadilishe njia yako. Kwa Mungu unapomwabudu kuna utajiri. Kwa Mungu una mafanikio, kuna baraka tele za kuachana achana. Ndio maana nakufundisha juu ya siri ya mafanikio, kwamba utafanikiwaje kiungu, utainukaje kiungu, utakuwaje kija kiungu, utakopeshaje kiungu. Lakini mbingu zinajua namna ya kufanikisha watu. Haleluya, haleluya. Jambo la pili
katika kipengele cha 3 cha uaminifu. Unachohitaji usiwe mdhambi. Epusha kuwa mdhambi, epuka kuwa mdhambi, usiwe mdhambi. Unapokuwa mdhambi unasukumia baraka za Bwana nje. Dhambi aina yoyote inakula mafanikio ya mtu. Dhambi yoyote inakupa kufarakana na Mungu. Kwa hiyo Bwana akusaidie usiwe mdhambi. Dhambi kwako isitende kwa siri, kwa kificho. Hebu mheshimu Mungu aonaye sirini, anayechunguza mpaka wazo la moyo. Yeye anaangalia mchakato wa moyo wako na chakata nini. Anasema kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingelisikia. Kwa hiyo Bwana anaangalia hata maovu ya moyo, mawazo mabovu ya moyo. Kwake ni dhambi. Sasa usiwe mdhambi. Bwana Yesu akusaidie. Tunaona nyakati hizi dunia imeshaharibika kupita kiasi. Watu wanafika hatua wanatenda dhambi kwa namna ya kawaida. Wengine wako kwenye ndoa wanakuwa ni wasaliti. Wengine wanasaliti mpaka ndugu zao. Anafanya biashara naye anamsaliti mwenzake, anamgeuka mwenzake. Naomba Bwana akusaidie usiwe hivyo. Usiwe jeuri kwa namna yote ile. Bwana kujalie neema. Ndoa yako ipate kwa imara sana. Jenga ndoa vizuri. Unapoijenga ndoa yako vizuri, ndoa pia inayo maamuzi na sehemu ya mafanikio ya maisha. Bwana Yesu atusaidie. Ndoa inapokuwa na uchungu na huzuni wakati wote, kwanza utafungulia milango ya magonjwa na vifo vya mapema. Lakini mwisho wa siku utasukumia hata uchumi nje. Ule muda ambao ungewaza namna ya kumiliki, namna ya kutembea na Mungu, utaanza kuwaza kwa habari ya mwenzi wako. Kwa hiyo wewe tengeneza, omba kwa ajili ya ndoa yako ili maisha yako yapate kuwa mazuri. Haleluya, haleluya. Ninazungumza moja ya sheria ya mafanikio, usiwe mdhambi. Utasema mbona wenye dhambi wanafanikiwa? Sasa wanafanikiwaje wale? Sasa unamuona mtu mwingine, unamuona mtu ni bilionea, ni mzinzi. Unajuaje? Labda anapofanya uzinzi ndo kahaba lake, ndo kafara lake. Sababu kafara sio mpaka umwage damu. Makafara mengine mtu anafanya zinaa ndio mambo yanaongezeka. Uchumi wako unakuwa mzuri zaidi. Kila anapofanya zinaa fanya uchumi unakuwa mzuri zaidi. Na ile yote ni janja ya Ibilisi. Anakupa mali na kukutengeneza na kukuingiza kwenye dhambi ili ufanye agano lilo imara, lilo thabiti, usije kutoka mahali hapo. Maana unaanza kufanya ibada ya kipepo. Na mara zote unapofanya ibada ya kipepo, unapofanya ibada ya zinaa na mtu ambaye ana maagano ya kipepo, wewe unaifanya naye zinaa ambaye hujui chochote, kinachochukua ni baraka zako zinachukua zina kwa yule. Kwa yeye anayo macho akiwa anaangalia kwamba tatembea na huyu, anaona kwako kuna hatima inayong'ara, tatembea na huyu, tatembea na huyu. Kwa hiyo zinaa ni ibada kwenye ulimwengu wa asili ambao wewe hujajua bado. Ndio maana kuna majini mahaba. Jini mahaba likiingia kwenye maisha ya mtu, kwenye ndoa ya mtu, na kwamba inavunja mpaka ndoa yenyewe. Mahusiano yanakuwa mabovu na uchumi unakuwa mbovu kwa jini mahaba limekaa mahali pale. Na itegemea jini mahaba lina shida gani. Kwa hiyo kitengo cha ukahaba kwenye ulimwengu wa dhambi, hapo lazima shetani anatendesha dhambi watu. Kitendo cha ukahaba kinafanya kazi chini ya roho ya uchawi. Kwa palipo na roho ya uchawi na roho ya zinaa inatenda kazi. Yaani ni moja ya idara muhimu. Kwa hiyo kitendo cha ukahaba ni idara muhimu kwenye dhambi ya uchawi. Maana yake nini? Huko ndiko unakovuruga maisha ya mtu. Ndio maana utaona ndoa za kipepo zinakuwa ni nyingi. Ndoa za kipepo zinakuwa ni nyingi sana kwenye ulimwengu wa giza. Kwenye ulimwengu wa ndoto, ambako watu hawale chochote, kafanya kazi asubuhi kachoka, anakwenda kupumzika, lakini usiku anafunga ndoa na mtu asiyemjua. Nene yule mfungishaji anayefanya ile biashara ile, yani pale ananyonya damu yako, anachukua hatima yako. Na ndio unapoona kitu kama kile, lazima uipurushe hiyo roho. Lazima ujiulize kwa nini jini mahaba inamiliki maisha yangu. Na hiyo roho inapotenda kazi mahali hapo, wewe unahitaji msaada kuombewa, maadamu haitoki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hakuna hali salama. Kwa hiyo kitengo cha uchawi tunaita dhambi. Moja ya dhambi ya uchawi kwa 85%, shetani anadiri na watu kwenye uchawi, ndio dhambi ameweza kuwa kupita kiasi. Na kwenye dhambi ya uchawi kuna kitengo, kuna idara ya ukahaba ambayo inawaingiza watu kwenye maagano, inaharibu ndoto za watu, watake wasitake. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo usiwe mdhambi.
Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28 mstari ule wa kwanza anasema ukikubali na kutii. Hebu sikiliza anavyozungumza. Kumbukumbu la Torati ni kitabu ambacho kinazungumza baraka za Mungu. Mstari ule wa kwanza mpaka wa 14 anazungumza juu ya baraka za kiungu na mafanikio ya kiungu. Na mstari wa 15 na kuendelea ni maisha ya mzambi. Maisha ya mtu mzambi, laana itakufuata itakaa juu ya maisha yako. Kwa hiyo maisha ya wanadamu unapotembea utabarikiwa utokapo na uingiapo, itategemea umekaa chini ya wingu gani. Unatembea na Mungu yupi? Kama unatembea na Mungu wa mbinguni ambaye unamheshimu, unampenda, unamtii na kumnyenyekea na kutenda kwa uaminifu, baraka zitakuandama utake usitake. Kwa sababu maisha matakatifu unayoishi, baraka zitakufuata wala hutazitafuta. Zitakuja kwenye maisha yako, utaji na heshima, mafanikio yatakuja kwenye maisha yako. Haleluya. Lakini 15 hadi 28 anasema na laana hizi zitakufuata pale ambapo utageuka njia yangu. Unapogeuka njia ya Mungu kaiacha, unapata njia ya ulimwengu, anasema laana hizi zitakufuata. Hiyo utaisoma wewe mwenyewe. Ile 15 hadi 20 kumbukumbu la Torati. Nitasoma kumbukumbu la Torati mstari ule wa 28 mstari wa kwanza anasema itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Sikiliza maneno hayo. Hapo anahitaji kusikia kwa bidii na mtu mwenye uwezo wa kutunza yale ambayo Bwana anamwelekeza, na akisikia na akatunza aweze kuyafanyia kazi. Yani anahitaji watendaji, watu ambao wako vizuri kwenye utendaji, wanatendea kazi neno, wameshalisikia neno, wanaifanyia kazi neno, na neno limekaa ndani ya mioyo yao. Kwenye ghala la moyo wake amejaza hazina ya uzima ambayo ni neno la uzima. Neno limekaa ndani yake, analifanyia kazi, anafanya mazoezi tena na tena. Anapoona hakuna matokeo, anasoma namna ile. Bwana amesema nikisikia sauti yako, nikatenda kwa bidii, nikafanya kwa bidii, utanibariki, naona baraka zako. Anaanza kufanya mazoezi tena tena. Bwana nisaidie kwa maombi, nisaidie kwa mtiifu, nisaidie kutunza neno. Unatunza neno, unaanza kulishi neno. Neno ni roho, neno ni uzima, neno ni mafanikio, neno ni fedha. Hizi nakugea ni ngawira, hizi unahitaji ununue hapa ili neno hili. Mimi nakuuzia hili neno. Haleluya, haleluya. Sikiliza mstari ule wa 9. Anasema Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia, utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Mstari wa 9 anasisitiza juu ya uaminifu wako. Unapokuwa mwaminifu na ukalitunza neno kwa uaminifu, ama kwa kweli nitakutukuza, je, mataifa yote nitakutukuza, na yani nitakubarikia, na watakushangaza, na watakali mtu akuhofiwa, watakutekea kwa njia moja, kwa njia 7 watatawanyika. Na nitaiachilia baraka ya mbingu imwagike juu ya maisha yako. Nitanyesha mvua ya baraka na mafanikio. Nazungumza juu ya Mungu mwema, mtenda miujiza, mwenye nguvu, Mungu wa ishara, Mungu asiyenyamaza. Hajawahi kulala usingizi wala hajawahi kuzimia, wakati wote yu hai. Anahitaji mtu mmoja ambaye yuko active kwa ajili ya kutenda na akafanya na amuonekanie. Haleluya. Bwana kujalie neema isiyo kawaida. Bwana kuinua, kutoe mahali ulipo. Fikra za moyo wako zibadilike kuanzia sasa. Amini mkono mwema wa Mungu, kwamba ni mkono wenye nguvu pamoja nami. Yeye ndo anayefanya mapinduzi ya kiuchumi, mapinduzi ya kiroho, mapinduzi ya mafanikio. Haleluya. Bwana ponye njia yako. Sikiliza mstari ule wa 12 na mstari ule wa 13 anasema atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua za nchi yako,
kwa wakati wake, kwa kubarikia kazi yote ya mikono yako. Nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala huwi chini, utakapoyasikiza maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo hivi leo kuyafanya. Sikiliza, ama yale yote ambayo mkono wako unayagusa yataenda. Utakopesha mataifa mengi. Lazima ufanikiwe. Lazima ufanikiwe. Sema nafanikiwa. Sema nimebarikiwa. Sema niko juu. Sema mimi ni kichwa. Sema mimi ni mtawala. Sema mimi ni mkopeshaji. Sema mimi ni hazina ya Bwana. Bwana akufanye kwa hivyo. Ili neno liko hai nyakati zote. Halijawahi kuongea uongo. Hiyo ndio kanuni ya Mungu wetu. Hajawahi kuongea uongo, wanasemage uongo. Tena si kigeugeu, akitamka neno ametamka neno. Anahitaji mtu mmoja tu ambaye atasimama kwa uaminifu na akatenda kwa uaminifu, ambaye akajichunguza maisha yake na akaamua kuyabwaga maisha ya kale kwamba nitaishi maisha mapya, maisha ushindi. Unaanza kufanya mazoezi, kutembea kwenye njia za kiungu. Sio kazi nyepesi, na shetani atakuruhusu ufanye. Shetani anatamani sana ufanye mambo ya kidunia. Anatamani sana uimbe nyimbo za kidunia, uenende kidunia, uongee kidunia, utende kidunia. Atatamani sana uwe mzinzi, uwe mwasherati, uwe mwizi, uwe tapeli, uwe zurumaji, uwe mpiga watu. Atatamani sana hayo. Na ukifanya hata kuchochea sana, ufanye na kuwa na watu wa kukusaidia kufanya mambo kama hayo. Lakini unahitaji kutokamu kwenye mambo kama hayo. Kwamba haya ni matope, natoka. Mimi ni mtakatifu, unajitakasa. Haleluya. Kwamba mimi ni mtakatifu, unayaoga maji. Ni maamuzi yako wewe kujitakasa. Kwa hiyo Bwana anatengeneza maisha ya mtu. Almadamu hii naimwaga kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa hiyo amini kwamba damu ya Yesu imemwagika kwa ajili ya maisha yangu mimi, nipate kuwa mshindi. Haleluya. Nazungumza na mabilionea wa kanisani. Watu ambao wanabarikiwa kwa namna ya kushangaza. Hata wenyewe ukiwauliza imekuwa kuaje, mwenyewe anashindwa kuelewa imekuwa kuaje, imekuwa hapo. Maisha yako yatabadilika, atakuwa hivyo alivyo. Hebu acha mambo ya ukoo wako umekaaje. Baba yako, babu yako hajakumiliki hata ng'ombe mmoja, achana nayo mambo hayo. Wewe ni mwingine. Ni mtu mwingine mbele duniani kufanya mapinduzi. Yale mambo ambayo yalikuwa hayawezekani wewe unayaweza. Kwa kuna Mungu anayeweza mambo yote. Mungu asiyechoka, asiyenyamaza. Haleluya. Tunahitaji watu wenye wivu. Kwa Mungu wetu ana wivu. Tunahitaji watu ambao wanahitaji kutembea katika mafanikio ya kiungu. Bwana Yesu atusaidie. Kuna mambo ambayo unahitaji yakatae kabisa. Kwamba hali ile ambayo mzazi wangu alikuwa nayo, ambayo nimeona kaka yangu alikuwa nayo, na wadogo zangu wanayo, naona nini asili ya ukoo wetu, mimi naivunja kwa jina la Yesu. Koramo na maamuzi ndani ya moyo wako ya kuvunja mazingira. Unakaa kwenye mtaa wa vuta bangi, ni kijana na chipuko na kuwa mimi sitafuta bangi, mimi sitakuwa masherati. Unakaa katika vijana wameharibika tabia zao, wanapiga nondo watu. Tuna mimi sitapiga nondo watu. Toka kijana madirifu katikati ya vijana walioharibika, niweze kuwa takasa na wengine. Na inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Ni maisha ya kimaamuzi tu. Inawezekana. Wakati ndoa nyingi zinaharibika, mimi nitakaa, ndoa yangu haitavunjika. Unafanya maamuzi hayo. Anamwambia Bwana, ponya ndoa yangu. Sitaki kuona ndoa inavunjika. Ndugu zangu ndoa zao zinavunjika. Mimi ndoa yangu haitavunjika. Unakataa, unakemea hiyo roho. Sio fashion. Kuna watu wengine wanafikiri ni furaha. Ndoa ya mtoto wake inavunjika, mwana njoo tukae tu. Si unaona baba alivyofanya hivyo. Aliniambia baba yako, wewe mwanangu achana na mwanaume hilo, achana nalo. Acha uchawi namna hiyo. Mwambie mwanangu komaa, simama na kuombea, Mungu anakusaidia. Una ndugu yako ndoa yake inatetereka, mwambie simama imara, Bwana anaponya. Ninakuombea hata kama hajaokoka. Mwambie usimwache mke wako, usiwache mume wako. Ninakuombea na unaomba kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Fanya vitu kama hivyo. Kuna mambo yanaendelea kwenye familia, kwenye koo. Tunahitaji kuyakataa na kuyakemea.
Haleluya, haleluya. Siri ya nne ya mafanikio ya kiungu, anaosema tazitikiza baraka za mataifa. Siri ya nne ni kufanya kazi kwa bidii. Hatuhitaji kuona mtu mlegevu ndani ya kanisa. Mtu mmoja ambaye ndani ya kanisa yupo ni mvivu, hataki kufanya kazi, anazura zura mitaani. Wewe simama, nenda kwa watu wanaochangamka. Nenda kasimame kwa imani. Nakumbuka miaka mingi sana, nilipokuwa sijaokoka bado, nilikuwa ninakatisha fedha. Sasa hiyo mimi ni sehemu ya kazi yangu, nilikuwa nakatisha fedha. Sasa ikawa bahati mbaya sana, nikawa sina hela. Nilipokuwa sina fedha namna ile, nikaamua tu kukaa nyumbani tu. Naenda kazini nimechelewa. Napoenda kazini nimechelewa namna ile, basi naenda kazini nimechelewa. Jamaa akaniuliza mambo yake, akaniambia mbona unachelewa? Nikamwambia sina hela. Akaniambia hivi, huwezi ukapata hela kwa kuchelewa kuja kazini. Hata kama hauna hela, jitahidi tu kuja kazini. Kipindi hicho mimi niko braki, nakacha kuacha braki. Acha hapa Kisimani, wakati braki ndio imechanganya, Kisimani haikuwepo. Aliponiambia namna ile, nikamwambia sawa sawa. Siku hiyo kesho saa 12 asubuhi niko kijiweni. Nimesimama mahali pale eneo la kazi. Nafika mahali pale, jamaa wana kazi. Alafu sina hela mkononi. Mimi najua lazima sehemu fulani. Basi nikachukua zile fedha nikakatisha. Siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, mtu mmoja akaniona uvumilivu wangu na akagundua kama sina hela. Basi akaniambia sasa hii hela nakupa ya kuamkia kesho. Kesho asubuhi unapoingia kazini, chukua hela. Alipa hela nzuri tu. Bwana Yesu asifiwe. Kanipa hela. Kwa tayari nina hela mkononi, nimeshapata mtaji. Nazungumza na wewe, sioni kazi. Wewe taaluma yako iko wapi? Nenda maeneo hayo, hata kwa kujitolea, nenda kafanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yangu haiendi. Kama kazi yako haiendi, angalia unaenda saa ngapi kazini. Nenda. Kwenye kitabu kile cha Mithali sura ile ya 28, Mithali 28 mstari wa 19, anasema alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, bali atafutaye mambo ya upuzi atakuwa na umasikini wa kumtosha. Manake hapa mbingu zinaangalia nani anafanya kazi. Kwa hiyo utabarikiwa kulingana na kazi yako, na utabarikiwa kulingana na kazi ya mkono wako. Sema nitabariki kazi ya mikono yako, na Bwana atalinda kazi ya mikono yako, na Bwana atafungua chemichemi za baraka ya uzima kwenye kazi ya mikono yako. Kwa ni wajibu wa kila mwanadamu aliye hai anaishi chini ya jua kufanya kazi. Hatuhitaji kuona mtu mmoja yuko hapa ndani ya kanisa eti hana kazi, alikuwa ni mzururaji. Utakuwa mtenda dhambi ukianza kuzurura. Utaiba, utazulumu, utaongea uongo, utafanya zina, hauna kazi. Kwa Bwana akusaidie. Na mara zote watu wakishaacha kufanya kazi, ndio muda huo wanajikuta wanafanya mambo ya ajabu. Kipindi fulani Mfalme Daudi akamwambia mzee, wewe sasa utakwenda vitani pamoja nasi, kwa kuwa juzi tu uitaka kuuawa na lile jitu likuelemea kupita kiasi. Tusije tukaizimisha taa ya Israeli. Sasa wewe utakobaki, majemadari wanamweleza tutaenda sisi vitani, ili wewe uwe Bwana mipango na maombi yako, utapigana vita kwa ajili ya Bwana. Kaambia sawa. Akabaki siku hiyo nyumbani. Israeli wanapigana vita huko. Sasa yeye yuko kwenye kasri lake. Muda huo wenzake wako vitani, wako kazini, yeye ndo anaangalia tu. Kwa anatembea. Sasa yuko juu gorofani namna ile. Akamuona mke wa kamanda wake anaoga. Nafikiri bafuria ilikuwa lina nani? Alikuwa na dari juu.
kwa anamuona Bathsheba anakoga namna ile, pale pale akaanguka, akae kwenye dhambi ya uzinzi, akazini. Alipozini, shetani akamwambia, utatubuje? Wewe ni mtu mkuu, unashatenda dhambi kwa hakuna namna, na tayari ni mjamzito mwanamama huyu. Kwa ili usete aibu katika taifa, hebu mpambanishe mume wake, muite atoke vitani. Akamtoa Uria Mhiti toka vitani. Bwana, njoo, nina ajenda na wewe, unaenda na mfalme. Kafika pale, kwa kuwa amekuwa ni mzururaji, hana kazi. Uria Mhiti anamwambia, mimi siwezi kaenda hapa na kazi, nimepanga mipango yangu, ni kamanda wa vita, nimepanga mipango namna kuusuru mji ule. Anambia mfalme anakuhitaji. Kwa amerudi, anataka afike mara moja atekeleze kazi ya mfalme, arudi kazini. Hapo mfalme anamwambia, amefika pale, anamsubirisha tu. Mara vinywaji hivyo hapo, mara vyakula vinono hivyo hapo, anamlisha, anamnywesha, akamlewesha vizuri sana. Yaani baada ya kurudi saa 12 jioni nyumbani kwake, akamrudisha saa 4 usiku. Nenda. Nazungumza, usipofanya kazi, dhambi zitaingia za uongo, na dhambi za uzinzi, na dhambi za utapeli, na dhambi za uasherati, na kila aina dhambi itaingia kwako. Kwa sababu utaanza kujaribiwa na kile ambacho wewe hauna. Unakosa uaminifu mbele za Mungu na mbele za watu. Sasa akamlewesha, akamwambia, sasa unaweza kurudi nyumbani kwako, tutaongea kesho masuala ya kazi. Sasa hivi tuko mtindi. Akamwambia, mimi siwezi nikarudi nyumbani mfalme. Kule vita nikaa napiga, kapumzike tu. Uwe na mali nyingi. Jamaa kalala kibandani. Karudi kibandani na walinzi. Afisa wa jeshi kaenda kibandani na walinzi, kalala kibandani na walinzi. Asubuhi kuna mtu anambia, bwana mzee, Uria Mhiti, kamanda wa jeshi, hakwenda nyumbani. Wanampa ripoti mfalme, bado yuko hapa na zurura mjini, amelala kwenye vibanda vya walinzi. Imekuwaje? Iko hivi na hivi. Sawa sawa, muandalie chakula kizuri. Akamlewesha tena, hakuna cha ajenda yoyote. Anapiga bra chenga tu. Akamlewesha tena. Baada ya kumlewesha tena, barudi nyumbani, akamwambia siwezi kurudi nyumbani. Akaona ina shida. Mzee limegoma, kamanda apita amegoma, na roho Mungu ndani. Bwana atakusaidia kukuepusha na majanga mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Ndio uzuri wa kumpenda sana Mungu. Kama nitaendana kulala nyumbani kwangu, nikastarehe nyumbani kwangu, wakati tayari huko Israeli vita ni kali, na masaa yote nimepoteza, haya siri inakuaje? Na mimi nataka nikamalize ule mlaba ule. Mungu akusaidie. Akamwambia haina shida. Akamwambia waraka, akampelekea Yoabu. Sawa? Akamwambia waraka wa mauti. Kama ni waraka wa mauti, akabeba mauti yake mikononi mwake, anakwenda kwa Yoabu, anakwenda vitani, kwenye uwanda wa vita. Ni Mungu wa mambo yake ni ajabu sana. Kuna mambo yakakutokea leo, usijilaumu wala kunungunika na kuaje. Kwa sababu ya uaminifu wako mbele za Mungu, kwa sababu ya uchapakazi wako, kwa sababu ya utii wako na unyenyekevu kwa Mungu, kwa sababu ya kumpeleka kwa Mungu. Kuna mambo utayapitia, lakini ni kozi kwako. Jemadari Uria Mhiti akabeba mauti yake, akaenda akamkabidhi Yoabu. Yoabu akasoma, akamwambia sawa sawa. Akampanga mahali pa mauaji penye vita kali, nenda kasimamie kazi hiyo. Hapa kauawa. Anamwambia, bwana, tumeko na usuru mji, watu wamepotea kadha wa kadha, lakini tumeshinda vita. Lakini pamoja na hayo, kati waliopotea na jemadari Mhiti, Uria Mhiti, kaondoka duniani. Akasema, bwana, ni kazi ya Mungu. Upanga unakula kote kote, ili najua anachokifanya. Bwana akamwambia, nakuonyesha tu mimi ni nani. Bwana Yesu atusaidie. Sasa kwa kuwa umeshaishi maisha ya dhambi na mnayo umeacha kazi. Sasa baada ya vita kuisha, ndo anamfuata jamaa Nathani. Anamwambia kuna mtu mmoja alikuwa na ng'ombe 100 na mmoja na ng'ombe mmoja. Alafu mwenye ng'ombe 100, tajiri yule, kafikiwa na mgeni. Baada ya kuchukua mmoja ng'ombe zake 100 ili amchinjie mgeni wake, akaenda kuchukua ng'ombe wa mmoja yule, kondoo wa mmoja yule maskini, wambe kondoo wake yule mmoja ndio kwanza kikomba na nyoya hicho analala kwenye nyumba hiyo, asiakaibiwe yule ng'ombe wake, na kamchinjia mgeni wake. Alafu maskini amenyang'anywa kondoo wake.
Mfalme Daudi alikuwa na koleriki ya iba yake. Akasema ni nani amefanya mambo kama haya? Hata karoma mavazi yake. Nani amefanya mambo katika ufalme wangu? Lama ataipa mara 100, mleta na mkata vipande vipande. Kambe ndio wewe mfalme. Bwana amekupa wanawake wengi Israeli yote ni wako wako. Ule katika yote unayemtaka. Lakini bado nyumba ya bosi wako Sauli amekuachia wanawake wote alikuwa nao. Na bado nao wengi wanawake, lakini bado umeona huyu tu jemadari wako umemchukua. So, Mungu anisamehe. Nimemtenda Mungu dhambi. Jamaa amemtabiria namna ndikani naondoka inatembea. Likibaki linalia kwa nyuma linajuta. Nimekuwa ni mdhambi, Mungu nisamehe. Sababu ile hukumu ya kuchinjwa mara 4 iko pale pale. Kukata vipande pande iko pale pale. Na mambo ya kulipa mara 4 iko pale pale. Baada ya kuomba toba kwa Mungu namna ile hukumu ya kukata vipande vipande ikaisha. Akamwambia rudi, nimesikia toba yake. Kamueleze. Akarudi Nathani. Akamwambia mfalme, Bwana ameniambia amesikia kilio chako na maombi yako. Umesamehewa dhambi yako. Ila utavuna mara 4. Kama nilivyozungumza, utavuna mara 4 juu ya dhambi yako kwa kuwa umemkwaza Mungu, umemzunisha Mungu mbele za watu. Umemtenda Mungu dhambi na umewapa mataifa maadui ya Mungu kulitukana jina la Bwana. Bwana Yesu akusaidie. Bwana kujalie neema ya kuchapa kazi. Unapofanya kazi utazuia dhambi nyingi sana. Mawazo maovu yatakufa. Utakuwa unafikiri juu ya kazi yako. Unawaza juu ya kazi yako. Unafanya kazi unarudi nyumbani umechoka. Hauna muda wa kutenda dhambi tena. Kwa hiyo kufanya kazi kunazuia hata utendaji wa dhambi. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo beba tumaini lako kwa Mungu. Beba imani na maombi kwa Mungu. Unabeba imani na maombi kwa Mungu, utaona matokeo Yesu ya kawaida. Jambo la mwisho, jambo la 5, siri ya 5 ni kumheshimu kiongozi wako wa kiroho. Kiongozi wa kiroho unahitaji umheshimu kwa namna ya kawaida. Niko hapa na kumwagia neno la uzima na kupasili mafanikio. Kama utaishi haya na ukuelekeza haya utafanikiwa sana. Hautabaki jinsi ulivyo. Kiongozi wa kiroho anayo maana, anayo miujiza ndani yake. Yeye anayo siri ya kuwafanikisha watu. Kwa kuwa yeye anaeleza mambo ya kiungu. Kwa kazi ya kiongozi wako wa kiroho anabeba mafanikio yako. Unahitaji kufuata yale anayokuelekeza. Yatekeleze kwa 100%. Soma maandiko, angalia kumbe kiongozi wangu ananiambia hili. Bwana Yesu asifiwe. Ya kiongozi wako wa kiroho anabeba picha ya Mungu. Usimfananishe wala kumlinganisha na kitu chochote. Kwa hiyo hatima yako ni kiongozi wako wa kiroho. Haleluya. Unaonekana anajiuliza na kwendaje? Iko namna hiyo. Bwana akujalie neema isiyo ya kawaida. Wewe unahitaji kuiga imani yangu. Iga imani yangu, iga mwenendo wangu. Ninamwamini Mungu namna gani na kuelezaje kuhusu Mungu. Kama Mungu nakwambia Mungu anafanya, amini kwamba Mungu anafanya. Na unakwambia tutembee namna hii na Mungu wetu, tumtumikie Mungu katika usafi na utakatifu wa moyo. Hebu enenda iga mwenendo wangu. Anza kuishi maisha matafi, maisha masafi, maisha matakatifu. Usipigane na watu, usigombane na watu, tunza ndoa yako, linda ndoa yako, linda watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Hebu iga mwenendo wa kiongozi wako. Yaani wakati mwingine mimi ndio niwe mfano wako. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu akusaidie. Bwana Yesu akutetee. Waulize wanaowafuata waganga kienyeji. Utaona anagombana nao hata mara moja. Utakachokiona sana wanatiki ambacho mganga kienyeji amewaambia. Sasa wasituzidi wana wa nchi. Wana wa nchi wana siri za mafanikio yao. Lakini mafanikio yao yanaua, yanamwaga damu. Mafanikio yao yamejaa na huzuni na uchungu. Haleluya, haleluya. Hebu nitasimama kidogo eneo hilo ili nataka ujifunze jambo moja mahali hapo. Weze kujua Mungu anasema nini juu ya kiongozi wa kiroho. Kiongozi wako wa kiroho anabeba hatima kubwa sana ya maisha yako. Mstari wa 12, Ebrania 12, Ebrania 13 sura ile ya 7, Ebrania 13 mstari wa 7 anasema, wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza
waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Kwa hiyo kiongozi wako wa kiroho unahitaji kumchunguza sana maisha yake na kumwangalia anashinda shindaje, anatembea tembeaje na Mungu wake, anafanya fanyaje, anoniambia haya yeye anaishije. Sasa hebu angalia, ananiambia ngoja niyafanyie kazi. Mstari wa 17 na 13 anasema, watini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha, wala si kwa kugua, maana isingewafaa ninyi. Kwa Bwana nazungumza roho ya utii kwa kanisa, kwa kiongozi. Lazima ubebe roho ya utii kwa kiongozi wako, ujue anachoniambia kimetoka kwa Mungu, na anahitaji kuiga imani yake na mwenendo wake na kufanya yale ambayo mbingu zinataka nifanye. Katika Tesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 12 hadi 15 anasema, lakini ndugu zangu, tunataka muwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu na kuwasimamia ninyi katika Bwana, na kuwaonyeni, mkawasitai sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao. Iweni na amani ninyi kwa ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anazungumza juu yako wewe ambaye uko mahali hapa, ambaye unahitaji kufanyika kimungu. Lazima uangalie kiongozi wako anakueleza nini. Ufike wakati kwenye moyo wako kelele ipige ndani yako kwamba hili baba halitaki, baba yangu wa kimwili halitaki, ambaye ni mimi, hapo ni baba yako wa kiroho. Sasa baba yangu akiliangalia jambo linalofanya hivi atakuwa radhi na mimi. Kama ataniona mchungaji wangu jambo linalofanya hivi itakuaje? Lakini liko kwenye uwezo wako mwenyewe unalifanya. Kwa neno hili nalokueleza linatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana kujalie neema ya kawaida. Kwa hiyo unapokuwa na kanuni ya 5, ile sile mafanikio ya 5 ya kutambua kiongozi wangu wa kiroho anasema nini, na ukatembea sawa sawa, na ukanyenyekea chini kiongozi wako wa kiroho, na ukamtii chini kiongozi wako wa kiroho, utaona matokeo ya kawaida. Na anakuambia mpende kiongozi wako wa kiroho. Unampenda Mungu, ndio. Sasa kama unampenda Mungu, je, kiongozi wa kiroho unampenda? Kwa hiyo unahitaji kumpenda kiongozi wa kiroho. Unapompenda kiongozi wa kiroho utaona matokeo ya kawaida. Wewe hauna baba mwingine wa kiroho zaidi yako mimi. Mimi ndio baba yako wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kana walimu wengi sana wanajifunza kwa huyu na kwa yule na kwa yule. Ni namna tu ya kuongeza uwezo. Lakini baba yako wa kiroho ni mmoja ambaye unahitaji kusikia sauti yake. Kwamba hili baba hataki, imani kwetu haipo, hiki kwetu hakipo, ila hiki sawa. Nikifanya hiki sawa, hata babangu akisikia atafurahi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitafurahisha sana unaponishuhudia kwamba Bwana Yesu ametenda miujiza. Nilikuwa nimeenda hospitali, nimekutana na mgonjwa, nimemwombea, Bwana amemponya, ameinuka. Na huyu hapa kwangu ni ngawira, nasema ubarikiwe mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa mahali fulani nimehubiri watu 15, hawa hapa baba. Wengine wako sehemu fulani. Tunakwenda sambamba, nakwambia mwanangu barikiwe. Nafurahishwa na matendo mazuri ya watoto wangu wa kiroho. Sifurahishwi na matendo mabaya ambayo unayafanya. Yananihuzunisha na kuniuzi kupita kiasi. Naomba unisaidie kutokuwa mtenda dhambi. Na usiwe mtu ajabu. Nataka uwe ni mtu ambaye yuko smart na mambo ya kimungu. Unasimama na Mungu katika utakatifu. Mimi nabarikiwa naposikia watoto wako wamefanya 1 2 3. Bwana Yesu asifiwe. Kama mlivyofanya namna hii kunipa simenti 100 za kufanya kazi wa missionary. Mmenipa simenti 100 tena za kufanya kazi wa missionary. Mmenipa simenti 2 za kufanya kazi wa missionary. Hicho kinafurahisha sana nacho. Najua kwamba watoto wangu wanakuwa, wanasonga mbele, watafanikiwa sana. Bwana akuinue. Bwana Yesu asifiwe. Nataka unaniambia sasa hivi mzee nafungua duka mahali fulani. Sasa hivi Bwana nataka niongeze, na sitaki sasa kujumua Dar es Salaam, nataka nianze kwenda Dubai huko. Nataka mwanangu ongezeke na mawazo mema. Nahitaji fikra njema. Haleluya. Mlioko masomoni nataka mnasikia kwamba baba nafanya vizuri. Sasa hivi nasonga mbele. Unapasua kidato kimoja kwenda kidato kingine. Unakuwa mwadilifu, sio mwanzilishi wa migogoro kwenye shule. Wala migomo kwenye shule. Unakuwa ni kijana wa mvuto. Kwenye shule yako lazima tunaye mtu.
Nazungumza na mashujaa wa imani, watu ambao wanahitaji kuiga mwenendo wa kiongozi wao wa kiroho. 14 anasema, ndugu zangu, toasi waonyeni wale wasiokaa kwa utaratibu, watieni moyo walio dhaifu, watieni nguvu wanyonge, vumilieni na watu wote. Angalieni, mtu awaye yote asimlipe mwenziwe mabaya kwa mabaya, bali siku zote lifuateni hilo jema, ninyi kwa ninyi na kwa watu wote. Kwa hiyo jitahidi kutenda njema katikati mabaya. Usilipe baya kwa baya. Unapotendewa baya, lipa jema. Wewe tenda jema, lile jema kwenda kuua mabaya. Unakuwa ni mtu wa misamaha, ni mtu mstahimilifu, mtu wa kujali. Tunakwenda sambamba. Kuna mnyama mmoja anaitwa punda kwenye maeneo yetu haya. Yeye akibeba mzigo anatembea tu, safari nasonga mbele. Punda huyo, mzigo unafika, mara unapata kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nchi za majangwa kama Misri na nchi zingine kuna ngamia. Yeye ngamia unashanga mdogo mdogo na kwenda. Tunapanda mlima Sinai, unapanda na ngamia. Bwana Yesu asifiwe. Yeye unakuwa juu, yani ni kama vile madungu ya mabasi unayoonaga ya juu kabisa vileleni. Na kamba panda juu ya ngamia pale. Unatembea unaangalia kote kote namna yako juu ya ngamia. Afu ngamia anapanda taratibu mlima Sinai, anapanda taratibu. Sababu wale ni punda tu. Ngamia, farasi, punda. Mnyama gani mwingine? Punda milia, farasi, ngamia, punda, wote ni punda tu wale. Wote ni punda tu. Na hebu angalie tu, hebu angalia atapunda milia mwenyewe. Yeye hapandwi na mtu yoyote. Ila tu ukifika tu akicharuka tu, simba anapata shida. Anamwaga mateke ya kufa mtu na anakanyagia, utashangaa simba katoboka matumbo yake. Sasa Biblia inasema, enyi watoto wa Mungu, yaani ninyi mnahitaji kwa kionjo katika mataifa. Unajua ladha ya mji wa Tunduma itategemea sana kanisa la Tunduma likoje. Ladha ya Tanzania itategemea sana kanisa la Tanzania likoje. Hatuhitaji kuwa na wapendo wa babaishaji. Nahitaji kuwa na watu wa Mungu ambao wanatenda kazi kwa moyo usio wa kawaida. Usiwe mnungunikaji. Haleluya. Usiwe mtu wa manunguniko ya ajabu kila wakati. Biblia inatueleza kwenye kitabu kile cha Hesabu sura ya 14 mstari ule wa 12, Hesabu 14 mstari wa 2 kwamba kisha wana wa Israeli wote wakamnungunikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Watu wanasahau wema wa Mungu aliowatendea. Wananungunikia viongozi wao. Viongozi wa kanisa hili unahitaji kuwanungunikia, unahitaji kutekeleza. Hakuna kiongozi anasema kwenye madhabahu hapa kwamba twende tukatende dhambi. Hakuna kiongozi anasema kwenye madhabahu kwamba uwe mzinzi, uwe mwasherati. Unapokuta ndani ya kanisa kuna mtu anachepuka, maana yake ni mdhaifu, yeye amepagawa na pepo, yeye kama yeye. Sasa tunamwambia atoke huko. Bwana Yesu asifiwe. Ondoa roho ya kunung'unika ndani ya moyo wako. Kama kuna jambo lolote ambalo lina dawa na viongozi, waeleza viongozi kwamba jamani, kuna jambo 1 2 3 nahitaji rekebisho mahali hapa. Wewe ni mtendakazi mwenza ambao unaelekezwa, usipe baya kwa baya. Sasa wakamnungunikia Mungu na Haruni. Yaani Musa na Haruni wakamnungunikia. Lakini manunguniko yale yaangalie sana. Bwana alishia kuwaua. Wao zana wanamnungunikia ni Musa na Haruni, kumbe wanamnungunikia Mungu ambaye amewatoa katika nchi ya ajabu. Wanaisraeli tungelikufa kwenye nchi ya Misri, ni kukosa moyo wa shukrani. Au tungefia jangwani humu, ni kukosa moyo wa shukrani. Wanakuramana, hawatambui matendo makuu ya Mungu, wameshasahau. Wamevuka bahari ya Shamu
kwa muujiza wa mkono wenye nguvu, wamesahau. Wametoka kwenye mapigo zaidi ya 10, wametoka usiku 8, wamesahau. Usisahau mambo ambayo Mungu anakutendea. Uwe na moyo wa shukrani. Umeokoka, una miaka mingapi ndani ya kanisa hili? Una muda gani ndani ya kanisa hili? Kwa nini jaribu hili limekupata unaanza kunungunika juu ya viongozi wako? Bwana akusaidie na akuponye moyo wako. Umnunguniki kiongozi, unanungunika kwa hatima maisha yako. Sikiliza mstari ule wa 11 hadi 13, anasema Bwana akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini? Sikiliza. Uaminifu ni sheria moja ya kiroho ya mafanikio ya 3. Hapa anasema wasiniamini hata lini? Nijapokuwa nimefanya ishara hizi zote kati yao, nitawapiga kwa tauni na kuondolea urithi wao, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, kisha yenye nguvu kuliko hao. Basi Musa akamwambia Bwana, ndipo Wamisri watasikia habari hiyo, kwa kuwa wewe uliwaleta watu hawa kwa uweza wako kutoka kati yao. Kisha watawaambia wenyeji wa nchi hii, wamesikia wao ya kuwa wewe Bwana u kati ya watu hawa, maana wewe Bwana waonekana uso kwa uso, na wingu lako lasimama juu yao. Kisha wewe watangulia mbele yao katika nguzo ya wingu mchana na katika nguzo ya moto usiku. Matendo ya ajabu yanatendeka. Sasa ukiwaua kwa mkono wa mtu mmoja kwa dakika moja, maana yake kweli una uwezo wa kuua Mungu wangu, lakini naomba warehemu kosa waliofanya, naomba wasamehe. Ndio mambo ya kiongozi wa kiroho. Nikuombea kusanyiko baraka. Bwana alilinde, alitunze. Bwana arehemu kusanyiko lake. Tunaomba kwa ajili ya kanisa la mji wa Tunduma, tunaomba kwa ajili ya Mtunduma, tunaomba kwa ajili ya nchi yetu. Bwana aiponye Tanzania, Bwana aponye Tunduma, Bwana aponye kanisa lake. Sasa ukiwaua watu hawa, Mungu wangu, Musa anamweleza Mungu namna ile. Ukiwaua watu hawa, watasema uliweza kuwatoa Misri, umeshindwa kuwapeleka kwenye nchi yako ya ahadi, nchi yao ya ahadi uliyowaahidia. Ndio maana umewaua kwa mkono mmoja. Hawa watasema ni usumbufu. Watu ambao wamewashia wingu usiku, wanatembea chini ya wingu la moto, kwenye umeme usiku kucha wanatembea, na mchana kutwa wanatembea chini ya wingu na uzo la wingu, kwa mkono wenye nguvu, kwa miujiza na maajabu na ishara. Kama utawaua, watu wameshindwa. Na kusi Mungu wangu wa rehemu. Bwana akurehemu, Bwana akusamehe, Bwana akutetee. Ondosha manunguniko ndani ya moyo wako. Bwana akufanyia wepesi kwenye njia yako. Sikiliza mstari ule wa 27, mstari ule wa 27, eneo hilo hilo kitabu hicho cha Hesabu sura ya 14. Anasema, je, nichukuane na mkutano mwovu uninungunikiao hata lini? Nimesikia manunguniko ya wana wa Israeli waninungunikiayo. Nazungumza kuwaheshimu viongozi wako wa kiroho, kutambua wajibu wa baba yako wa kiroho. Usinungunike juu baba yako wa kiroho. Mheshimu, mpende, mstai, mtii. Bwana Yesu asifiwe. Unaponungunika juu ya kiongozi wako wa kiroho, unanungunika mbele za Mungu. Ama watu hawa nitachukuliana nao hata lini? Wananungunikia mimi. Haleluya. Sasa mstari ule wa pili tunaona Israeli wakamnungunikia Mungu, wakamnungunikia Musa na Haruni. Lakini Musa ndio huyo amesimama anafanya utetezi kwa ajili ya kanisa, anafanya maombi kwa ajili ya kanisa. Bwana uwasaidie, waepushe. Na alieleza kanisa, jamani, tuendeni tufanye kazi ya Mungu namna ile. Wao wamenungunika, wanamnungunikia Musa, kumbe ananung'unika mbele za Mungu. Bwana anasema 27 kwamba je, nichukuane na mkutano mwovu huu uninungunikiao hata lini? Nimesikia manunguniko yao ya wana wa Israeli waninungunikiao. Sasa wewe kama utakuwa na manunguniko ndani ya moyo wako, unaitwa mtu mwovu.
Bwana akuondoe kwenye rundo la uovu. Umwambie Bwana, naomba unirehemu kuanzia leo. Sitanungunika kwa lolote. Peleka ushauri, peleka maelezo. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya, haleluya. Muamini Mungu atendaye mambo ya ajabu. Sehemu yangu ya pili juu ya asili mafanikio. Hebu tutashia mahali hapo. Yeye ni Mungu anayefanikisha. Ni Mungu anayelibariki kanisa lake. Anahitaji kuona watu hawa wanatoka mahali fulani kwenda mahali pengine. Tunayo kazi ya majenzi mahali hapa. Naomba kama mnafanya chochote, hebu fanya kwa kufurahi, kwa kupenda. Usitende kwa kunungunika. Na kama utaona unanungunika ndani ya moyo wako, hiyo sadaka yako wala usilete. Kaa nayo, utakapopona moyo wako ndipo kailete. Ujue kama namtumikia Mungu wangu, situmiki mwanadamu yoyote. Hii sadaka yako unapoitoa hapa inaenda mbinguni. Almavyuzeni mlivyonavyo, toeni sadaka mahali roho yako itakapokuwepo, na ndipo hazina yako ilipo. Haleluya. Kwa hiyo tunamfanya Bwana ibada. Tunafanya kwa moyo wa kupenda, kwa moyo wa kushukuru, ili Bwana abadilishe maisha yetu. Hii ni moja ya siri mafanikio. Hatutafanikiwa kwa kuongea, kwa kukaa kienyeji. Tutafanikiwa kwa kutenda kazi. Na Bwana abadilishe kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako.